Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Kaimu Mufti Sheikh Ali Khamis Ngeruko, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama na viongozi wote kama walivyotambulishwa, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hizi ni salamu za Baraza la Eid al-Adha za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, leo hii hapa katika msikiti wa Mohamed wa 6 BAKWATA makao makuu, tunaposherekea sikukuu hii ya Eid al-Adha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufikia mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao ni muhimu kwa kutekeleza ibada ya hija kwa wale wote ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia uwezo wa kusafiri hadi mji mtakatifu wa Maka kutekeleza ibada hiyo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie wote waliosafiri kwa madhumuni ya kutekeleza ibada hii muhimu warejee nyumbani salama baada ya kutekeleza ibada hii tukufu. Kadhalika, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana na Waislamu kwa ujumla, nichukue fursa hii adhimu kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika Baraza la Eid al-Adha ambayo leo hii linafanyika hapa katika msikiti wa Mohamed wa 6 BAKWATA makao makuu Dar es Salaam. Pia ni washukuru Waislamu wote waliojumuika nasi katika swala hii ya kitaifa leo hii katika eneo hili. Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri kwa kila aliyejitolea katika kufanikisha hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, sifa zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufikia siku hii ya Eid, siku ambayo ni furaha kwa Waislamu wote duniani. Tunamtakia amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba zake na wale wote wenye kufuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ni siku muhimu na adhimu kwa Waislamu, siku ambayo ndugu zetu waliojaliwa kwenda hija wamekamilisha ibada hiyo ambayo ni nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, nachukua nafasi hii kuwapongeza mahujaji wote waliojaliwa kufanya ibada hii kwa mwaka huu, wakiongozwa na Samahat Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie na sisi kufanikiwa kuifanya ibada hii katika uhai wetu insha Allah. Mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa hekima za hija na umra ni kuitoharisha nafsi na athari za madhambi ili iwe ni sehemu nzuri ya takrima za Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya hesabu na malipo akhira. Kwa kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema, mwenye kuikusudia nyumba hii kwa ibada na hakufanya uchafu wala maovu atatoka kwenye madhambi yake kwa kuwa safi kama alivyomzaa mama yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaposherekea siku hii tukufu na muhimu katika dini yetu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kukariri wito wake kwa Waislamu na Watanzania wote kuendelea kujenga umoja baina yao na kuwa kitu kimoja bila kujali misingi ya dini zao, kabila zao na hata itikadi zao za kisiasa. Tukiyatekeleza haya kwa vitendo, tutalienzi na kudumisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linatoa wito kwa kila Mtanzania kwa nafasi yake kuilinda na kuidumisha amani ya nchi yetu, kwani bila amani hakutakuwa na maendeleo yote katika jamii na hata fursa ya kufanya ibada haitokuwepo.
Mheshimiwa mgeni rasmi, sote tunafahamu kwamba mwishoni mwa mwaka huu nchi yetu inaingia katika zoezi muhimu sana la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Sisi viongozi wa dini tunaendelea kuiombea sana nchi yetu dua ili zoezi hili liende kwa salama na amani. Tunaomba sana Waislamu na wananchi wote kwa ujumla watumie fursa hii vizuri na haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi, ima kuchagua viongozi na hata kuwa wagombea katika nafasi mbalimbali ili kupata haki yao ya kuchaguliwa. Ni matumaini yetu kwamba mamlaka husika zimefanya maandalizi muhimu ili haki hii ipatikane kwa kila mtu. Tunafahamu pia hatua muhimu inayofuata ni kwa watiania kuchukua fomu na hatimaye kuteuliwa na vyama vyao tayari kuanza kampeni za uchaguzi. Tunaviasa vyama vya siasa viwe makini katika mchakato huu wa uteuzi wa wagombea na kuepukana na wagombea wenye uchu wa madaraka ambao wanataka uongozi kwa hila na kwa kutumia rushwa ili wapate uongozi, kwani viongozi hawa hawawezi kutuletea maendeleo yoyote. Pia tunaiomba Tume Huru ya Uchaguzi ambayo ndio yenye dhamana ya kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kutenda haki katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi ili kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, kwani msingi mkuu wa amani upo katika utoaji wa haki. Tunaendelea kuviasa vyama vya siasa pamoja na wagombea kufanya siasa za kistaarabu na kuepuka lugha zisizo za kistaarabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania pia linaendelea kutilia mkazo swala la maadili, kwani maadili ni msingi muhimu sana na kuwa na jamii yenye kuheshimu na kuthamini watu. Hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa siku za hivi karibuni tumeshuhudia baadhi ya vitendo ambavyo sio katika maadili yetu ya Kitanzania, ambapo baadhi ya watu wamekuwa wakitoa kauli mbaya na kuwakashifu watu wengine kwenye mitandao wakiwemo viongozi. Hali hii sio nzuri na haiwezi kuvumilika, kwani ina madhara makubwa na yanaweza kusababisha ukosefu wa amani katika nchi yetu. Sisi viongozi wa dini tunalaani sana vitendo hivi na kuvikemea vikali, kwani sio katika maadili yetu. Tunaviomba vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na mamlaka zingine zinazohusika kuchukua hatua stahiki kisheria dhidi ya wale wote wanaofanya vitendo hivi visivyokuwa vya kiungwana na kibinadamu, pamoja na vile vya kuwavamia na kuwaumiza watu bila sababu za msingi. Pia tunawasihi wananchi wote, kila mmoja kwa nafasi yake, achukue hatua ya kuwa mlinzi wa heshima na uhai wa mwenzake ili nchi yetu iendelee kuwa kisiwa cha amani. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya udini, ukabila, siasa au uchu wa madaraka wa baadhi ya watu ambao wanajali maslahi yao binafsi, lakini pia tuendelee kuwa wazalendo wa kuipenda na kuilinda nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu ni nchi yenye mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Mfumo huu ni mfumo shindani wa hoja za kimaendeleo na hatimaye kushika dola au uongozi wa nchi. Tunaamini mfumo huu haupo kwa ajili ya kujengeana uadui, chuki au kuanza kukashifiana bila kutoa hoja za msingi zinazoweza kuchochea misingi ya maendeleo katika nchi yetu. Tunaendelea kuviasa vyama vya siasa kuendesha siasa za kistaarabu na kujenga uvumilivu dhidi yao katika tofauti zetu za kisiasa na itikadi, na kamwe zisipelekee kuwagawanya wananchi. Kwa upande wetu sisi viongozi wa dini, tutaendelea kuwa na jukumu letu la kuiombea nchi amani na kuwaombea viongozi wetu, pamoja na kuendelea kuwashauri katika mambo mbalimbali yenye tija katika nchi yetu. Tunawaomba viongozi wetu wakuu wa nchi waendelee kuuamini mhimili huu muhimu wa taasisi za dini
na kuutumia ili kuleta mustakabali mwema baina ya viongozi na wananchi. Tunaendelea pia kuwasihi viongozi wetu wa dini kutumia vizuri majukwaa yetu ya nyumba za ibada kueneza mafunzo mazuri ya dini zetu yanayotokana na maandiko muhimu ya vitabu vyetu vitukufu, na kuepuka mahubiri ya siasa katika nyumba zetu za ibada, kwani tunaweza kuwagawanya waumini wetu ambao wana itikadi zao tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kukariri wito wake kwa Waislamu nchini kuongeza hamasa ya kutekeleza nguzo muhimu ya hija, hususan vijana na wale wenye umri wa kati, kwani idadi ya mahujaji toka Tanzania bado ni ndogo sana ikilinganishwa na namba ya hisa za mahujaji tunazopatiwa na mamlaka za hija nchini Saudi Arabia. Pia tunawahimiza wale wenye nia ya kufanya hija kwa mwakani kufanya maandalizi mapema, kwani mfumo wa hija kwa sasa imebadilika. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, anawatakia Waislamu wote kwa ujumla kusherehekea sherehe hizi za sikukuu ya Eid al-Adha kwa salama na amani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atuonyeshe haki kuwa ni haki na atuwezeshe kuifuata, na atuonyeshe batili katika vazi lake la batili na atuwezeshe kuepuka. Kulu amunu antum biher. Eid Mubarak. Shukran sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kwa maneno mazuri ama salamu hizo zilizo nzuri kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi sasa ni nafasi ya Kaimu Mufti Sheikh Ali Khamisi Ngeruko kwa ajili ya kutoa nasaha za Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, lakini wakati huo atakuwa ni mwenye kukaribisha. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.